26 mstari wa 26 ukishuka mpaka hapo kwa dhambi. Nataka nimalizie huyo aelewe kwamba nimekuja kumfanyia ibada ambayo iko kwa Biblia. Twende nalo. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Nao walipokuwa wakila, ngoja, nao si ng'ombe, si wanyama, walikuwa watu, na wewe ni mtu. Praise the living God. Amen. Walipokuwa wanakula chakula, maandiko yanasemaje? Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate. Huyo ni Yesu, akatoa mkate mwenyewe, akabariki huo mkate, yani akauombea, akaumega, na akaumega, yani akachukua kipande, akawapa wanafunzi wake, akaanza kuwagawanyia hao watu ambao ni wanafunzi wake, wale ambao walikubali kutembea na yeye, wale ambao walikubali kukaa na yeye, wale ambao walikubali kumsikiza. Ukinisikiza nitakupea mkate, ukinisikiza nitakupea damu hii, ukinisikiza nitakupea roho, ukinisikiza nitakupea kipande cha Bwana. Maandiko yanasema wale ambao walikuwa karibu na yeye akawapa mkate, akaumega na akaubariki, akawapatia. Tuendelee. Akasema, twaeni mule huu, chukueni hii mkate na mkule pia nyinyi, ndiyo mwili wangu. Sasa sio mkate, hakuna vitu Mungu anabadilishanga. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Angalia, ilikuwa ni dosi ya mkate, kilikuwa ni kipande cha mkate, lakini akabadilisha kwa kuongea, akasema huu ndio mwili wangu. Mimi nimekuja na mwili, hiki nimeshika kwa mkono, hiki ndicho mwili wa Yesu Kristo. Huu ndio mwili wa Yesu Kristo, huu ndio mwili wa Yesu Kristo. Akabadilisha mwenyewe. Akakitwaa kikombe, akachukua kikombe, akashukuru, akawapatia kikombe kama hiki, akasema yeye mwenyewe, nyweni nyote katika hiki, nyinyi nyote mtumieni hiki kikombe, kwa maana hii ndiyo damu yangu. Kwa maana sasa si kikombe, ndani yake ni damu yangu. Unaona venye natingisha? Mnaona hiyo damu? Hiyo sasa ndiyo damu ya Yesu. Praise the living God. Amen. Akawaambia nini? Kwa maana hii ndiyo damu yangu, hii ndiyo damu yangu ya agano. Sikia hiyo hapo sasa. Ngojea hapo. Praise the living God. Amen. Unapotumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu kwa maombi, nitakupikisha hapa, usikose kuweka agano. Agano ni sheria ya kumwambia Mungu, kutoka leo sitaki umaskini, kutoka leo sitaki shida, Amen. Kutoka leo sitaki mahangaiko, Amen. Kutoka leo sitaki matatizo, Amen. Yani unaweka agano, ni damu iwekayo agano. Mimi kipindi nakwambia uombe, omba ukisendelea, maana ni agano la kipekee unaweka. Yani matatizo yalikutesa yote unayatamka hapa na unaweka agano, unasema natoka kwa haya madhabahu bila matatizo. Mwezi wa Desemba sina tatizo. Wa kwanza na wa pili tukiendeleanga sina tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Roho Mungu akanifunulia akaniambia hata mwezi wa kwanza tukianza mwaka tunaanza na meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujumbe ni huo, na utafunguliwa na utabarikiwa na utapona kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yanasema kwamba hiyo ni agano mama. Yesu anaweka agano kupitia mwili wake na damu yake. Nataka uweke agano kwa maombi haya. Uweke agano kwamba toka leo Mungu wa mbinguni nibadilishie maisha, nibadilishie anga, nibadilishie. Nataka kuwa mwimbaji mkubwa, nataka kuwa mhubiri mkubwa, nataka kuwa mnabii mkubwa, nataka kuwa intercessor mkubwa, nataka kuwa mtu wa kutoa sadaka mkubwa. Yani nikisikia habari ya sadaka sinuni na sikasiriki, nafurahikia, maana mimi ni wa kwako. Mimi sio yule wa shetani, mimi sio yule wa maovu, mimi sio yule wa malaki. Amesema kwa Biblia ya kwamba wanajulikana wale wa Mungu na wale wa shetani kupitia matendo yao. Malaki 3:18 imeniambia kwa matendo yao wataonekana, kwa matendo yao watajulikana, wataelewa, watawaelewa tu kwamba huyo ni wa Mungu na huyo ni wa maovu. Wewe ni wa Mungu kutoka leo. Piga Yesu makofi mazuri, piga Yesu makofi mazuri, piga Yesu makofi mazuri, piga Yesu. Haya,
Unaongea mambo haya, ukipiga makofi namna hiyo, wewe ni wa Mungu. Wewe utabarikiwa, wewe utaponywa, wewe utaendelea, wewe utafanikiwa, wewe utapata maono yako, maisha yako. Wewe ni wa Mungu. Wasikuje kukuchezea na kukuletea mikosi na mateka yao. Na hata kama wataleta damu ya Yesu na mwili wa Yesu, ukikunywa bora tu ingie, ufili imeingia kwa tumbo langu. Nimemeza hiyo damu, nimemeza hiyo damu na nimekula hiyo mkate. Hiki ni chakula cha kutoka madhabahuni. Wacha kukula mchicha peke yake, zoea kukula damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Wacha kukula nyama peke yake, wacha kuku peke yake, zoea damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Hicho ndicho chakula tumepewa chakula. Hautalala njaa leo, tumepewa chakula. Hautalala njaa mwezi wa Desemba, tumepewa chakula. Hautapitia taabu, wewe ni wa chakula. Wewe utakula, wewe utakula, wewe utashiba katika maisha yako. Watoto wako washibe katika maisha yako, nyumba yako ishibe katika maisha yako, nyumba yenu ishibe. Ondoa njaa kwa damu ya Yesu, kwa mwili wa Yesu. Sema Jesus. Kwa damu ya Yesu na mwili wa Yesu, hapo ndipo tutafanikiwa. Ndio that laana zikiondoka, mikosi iondoke, mateso iondoke. Sasa unakuanga umefunguliwa, umewekwa huru, unaweza fanya kazi. Unaweza fanya nini? Kazi. Na kazi ikakupea pesa, na pesa ikakupea ufanisi. Maana vifungo vimekatika, maana maroho zimekatika. Nataka uaminishe kwamba hii sasa ndio dawa inashinda dawa za madaktari. Hata kama ulienda Aga Khan Hospital, hata daktari aliambiwa tumia hii, ndio inaondoa laana za babu. Kuna watu hapo walilaaniwa na baba zao, kuna watu hapo walilaaniwa na mama zao, kuna watu hapo walilaaniwa. Yaani dada yako alikulaani, alikutenda kitu mpaka ukashinda wewe. Bwana asifiwe. Kupitia damu ya Yesu tutakuwa tunaomba hapa, unamwambia Mungu, nimekunywa damu ya Yesu. Yes. Nisaidie safari yangu ya maisha. Niongoze, nitetee, unibariki. Shuka kidogo tu nikiwa nimeshika hii damu ya Yesu. Damu ya Yesu imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ajili ya wengi. Kwani mko wangapi? Mimi na imani kwamba mko namba ambayo inashinda watatu. Namba ambayo inashinda watatu. Hawa watu ni wengi, si wachache katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana watu watatu, wacha hata watatu, watu wawili wanatoanga watu wengi zaidi. Bibi na bwana, tumbo zao na vizazi vyao vimebeba watu wengi zaidi. Kwa hivyo nyinyi mko wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyinyi wengi, hii ndio inaondoa nini? Taabu, mikosi, mateso yale uliwekelewa. Amen. Nani alikuwekelea mikosi mpaka unapitia shida namna hiyo? Shuka kidogo. Kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. Tuendelee. Lakini nawaambia, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi. Ndio maana nimewaambia tunakunywa leo na kesho hatukunywi. Bwana asifiwe. Tunaipatia tena muda, si ndio? Mpaka tena mwezi wa ngapi? Wa kwanza, Jumapili ya kwanza. Weka kwa akili hiyo. Praise the living God. Amen. Weka kwa akili nini hiyo? Jumapili ya kwanza, mwezi wa kwanza. Simama kwa miguu yako.